Okay. Unafikiri kwa syllabus ya Tanzania, kwa kama sisi wengine tumekuwa topic ya mental health ilikuja very late kwenye our academics, wewe unafikiri ni iingizwe kwenye syllabus ya level gani ya academics watoto waanze kufundishwa kuhusiana na afya ya akili? Okay. I think tukianza secondary. Okay. Secondary school ni level nzuri kuanza kufundisha watoto kuhusu mental health, sababu hii ndo ile stage ambapo mtoto anakuwa amevunja ungo, anaanza kujiweka katika makundi mbalimbali. Kwa ukimwelekeza hapa, maana mental health ni pana, sawa? Yeah. Ina body, yani vile mtu anavyojiona, vile mtu anavyofikiria, anavyofanya maamuzi. Kwa mfano katika sekondari ndo hapa mtoto anaanza kujitambua, achague kozi gani, asome nini, si ndio? Kwenye issue za tuseme psychology au afya ya akili inabidi ianze sekondari. Kama mtoto yupo vizuri, anaweza kufikiria, anaweza kufanya maamuzi, itamsaidia kukua, kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano hii ndo stage watoto wengi wanaanza mapenzi, si ndio? Ndio. Wanaanza kujihusisha na mapenzi. Yeah. Hiyo ndo stage ambayo mtoto sasa inabidi awe na uwezo wa kutengeneza, kufanya maamuzi sahihi kuhusu hisia, kimwili na pia hata katika kuchagua career ambao wanataka kupitia. So sekondari ni nzuri ambao ikiendelea high school na university itasaidia zaidi. Tuseme ingekuwa kama ni kozi fupi ambayo itasaidia. Okay. Mataifa mengine kama Canada sasa hivi wana raise so much awareness au wana pursue sana kwamba watu waongelee afya ya akili makazini, mashuleni. Pia wanatoa bima zinazo accommodate huduma za afya ya akili, let's say counseling au any other psychiatric help ambao wanahitaji. Kwa Tanzania, unahisi na sisi tunaweza tukachukua hatua gani au serikali inaweza kuchukua hatua gani kusupport sekta ya afya ya akili na vijana? kwa Tanzania nahisi kwamba sababu vijana ni wengi, si ndio? Yeah. Na ni vijana wengi ambao tayari wapo katika hiyo stage ya kuwa affected na mental health, si ndio? Ndio. Mental health yao ipo at risk tuseme. Kwa hiyo nahisi kitu cha kwanza ambacho tuseme serikali au hizi organization inaweza ikafanya ni kuandaa trainings. Maana tunajua kabisa mtu seek consultation mwenyewe like akajitambua kwamba anapitia tatizo fulani, amfuate mtu inakuwa expensive. Na watu ambao wana offer tuseme free services, probably ukienda hospitalini katika dawati la jinsia sana sana, au kama sehemu ambao wana deal na magonjwa ya akili, huwa wana offer hiyo help, lakini sio kiundani sana kiasi kwamba inaweza kumsaidia mtu kujitambua zaidi, yani ile kumsaidia mtu kufanya maamuzi ya kile kitu anachokipitia, akapata diagnosis hivyo. Kwa hiyo nahisi serikali ikianzisha trainings ambazo zina focus kwenye kuwasaidia vijana kutambua mental health issues na how to address, na ikifika hatua gani mtu anabidi aombe msaada, si ndio? Ndio. Wakianza na trainings itakuwa ni vizuri. Pia workshops. Okay. Na pia elimu. Naona elimu sio kubwa sana. Hata kwenye social media yes, kuna watu wanazungumzia lakini sio kwa undani kiasi kwamba mtu anaweza kujua kwamba hichi napitia kitu fulani kwa wakati huu. Wengi wana deal more na after effects. Labda mtu kama alijihusisha na alipata ujauzito, sawa, alipata ujauzito akafukuzwa nyumbani, what she's feeling au pale akiwa depressed, ndo wengi wana deal na hiyo state, tayari mtu ashakuwa affected. Kwa I would suggest kwamba waanze kutoa elimu, labda kuelezea mental health problems, maana zipo nyingi. Kuna stress, kuna depression, kuna anxiety, yani zielezwe kwa undani ili watu waweze kujua zinavyokuwa mtu mpaka anafikia stage ya kuwa depressed anakuwaje. Tunahitaji deep trainings kuelewa mental health issues na how to solve them na when to seek help kama mtu anapitia hiyo situation. Asante Rehema, tumejibu vizuri sana. Wewe unapenda kufanya nini? Umeongelea sana kuhusu skills. Ningependa kujua ni skills gani unazo na ambazo unaona ni nyepesi kwa vijana wengine kujifunza. Kitu kama hicho. Skills nilizokuwa nazo. Naweza nikasema kwamba kwenye skills
Mimi I would say ni facilitator, nafundisha masomo ya ujasiriamali. Yeah, nafundisha masomo ya ujasiriamali. Pia katika vijana wengi niliokutana nao, wengi wana hizi skills za mikono. Kutengeneza batiki, kutengeneza sabuni, kutengeneza shanga. Nahisi hizo ni skills ambazo ni muhimu sana kwa kijana saizi kuwa nazo. Mimi naweza nikawa na duka la kushona batiki. Nahitaji mtu wa kunisaidia kutengeneza batiki. Kwa ukiwa na uwezo na ujuzi wa jinsi ya kutengeneza batiki, huwezi ukakosa pesa. Unajua wengi wanalipaga kwa siku, huwezi kukosa 5,000, 6,000, 7,000 hivyo. Kwa skills za mikono zinasaidia sana, lakini kwa wale ambao wanataka kuwa more corporate, nahisi udeal sana sana na zile skills ndogo ndogo kama training skills, jinsi ya kuwatrain watu, jinsi ya training, kufundisha. Naelewa maana organization nyingi zinahitaji watu ambao wanaweza kuprovide trainings kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukapick a topic, kama utadeal na gender issues, kama utadeal na climate issues, kama utadeal na issues za employment au unemployment, au jinsi kijana ambavyo anaweza kaanzisha biashara na kuiendesha. Kwa hiyo ukipick a skill unaweza ukapata kazi. Kuna a lot of people wanatafuta vijana kwa ajili ya kuwasaidia kufanya consultation, kufundisha vijana. So pick a skill ambao unaona itakusaidia kupata pesa. Also unaweza ukajimarket vizuri kwenye social media. Kwa mfano kama mimi na train watu jinsi ya kufanya sponsored ads. Ukijitrain vizuri na ikika kuna wafanyabiashara wadogo ambao wanahitaji mtu ambaye atamsaidia kuset ad yake mtandaoni. So unaweza ukapata pesa ukijimarket vizuri mtandaoni. Okay. Na kwa kijana anayetutazama hapa sasa hivi, ningependa yeye apate takeaway gani kutoka kwenye mazungumzo ambayo tumeyafanya hapa leo? Takeaway ningesema kwamba kwenye issue ya mental health, it starts with you. Yani you are in control of what's happening in terms of mental health. So you need to kuwa self aware kwanza. Na hakika kuna wengi ambao wanapitia situation fulani na unaona kabisa hii ni pattern, familia nzima tunakuwa affected na hichi kitu. Kwa mfano labda familia maybe wanakuwa affected na kuwa depressed hivyo. Or if you know kwamba upo katika hiyo athari ya kuwa depressed easily, unabidi ujiweke katika ile situation ambayo una prevent yourself from being depressed. You're self aware. Unajua kabisa kitu gani kinaweza kanitrigger nikafall under depression, si ndio? So you need to look out for yourself. Hicho cha kwanza. Hamna msaada ule ambao tutasema kwa sasa you need to have money to kupata hiyo consultations na watu ambao wamesomea psychology au wanakusaidia na kitu fulani, si ndio? No one is doing it for free. Lakini ukiwa self aware of what is going on if you, unaweza kabisa ukajua hapa na prevent vipi, si ndio? Hapa nafanya nini ili kwa mfano mtu ana drug issues. Yeah. Mtu kabisa anajua kabisa nikitumia kitu fulani na kuwa an addict. So analizuia asifanye hicho kitu ili kuepukana na kuwa a drug addict. Kwa hiyo ni ile self awareness. Jijue strengths na weaknesses zako, especially pale ambapo unakumbana na peer pressure au uko katika ile stressful situation ambayo ikakupelekea kufanya kitu fulani. So if you're self aware inaweza kukusaidia usilapse au usifanye kile kitu ambacho kitakuletea effects. Yeah. Mpenzi mtazamaji, kama tulivyokusikia kutoka kwa Rehema, self awareness ni muhimu sana kwenye afya yako ya akili. Akili ni mali, linda afya yako ya akili. Mpaka tutakapokutana tena.